Mambo ya msingi katika uhusiano kuelekea uchumba na ndoa, na leo tutaangalia jambo la kwanza. Jambo la kwanza, na ni la kwanza kwa umuhimu pia. Jambo hili ni maombi. Maombi ni jambo la kwanza na la muhimu, kwa sababu tunajua kwamba mke mwema mtu hupewa na Bwana. Tunajua kwamba mume mwema mtu hupata toka kwa Bwana. Tunaiona katika Mithali sura ya 19 mstari wa 14. Mithali 19:14 ambayo inasema, nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwema mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Kwa hiyo kuomba ni jambo la msingi sana. Usiache kuomba kijana, ukiwa katika umri wowote ule. Katika maombi yako unaweza ukawa unaliweka ombi hili la kuomba ili Mungu akupe mume wako, tena akupe mume mwema, mume ambaye tangu asili ulipoumbwa ndio alikuumba pamoja na mwanaume huyo. Kuombea familia yako, tena kuomba kwamba Mungu akupe huyo mume kwa wakati. Kwa sababu wakati mwingine kibinadamu inapofikia mahali tunatazama kana kwamba mume amechelewa kuja, huwa ni jambo ambalo linawezaga kuwa mzigo likaumiza. Basi ili jambo hilo lisitokee kinyume na makusudi ya Mungu, jambo hilo lisitokee wakati sio mpango wa Mungu, ni vizuri ukaomba kuanzia mapema sana, kuanzia umri wowote ule. Unapoomba, omba upate mume wako kwa wakati. Wewe kijana wa kiume, omba upate mke wako kwa wakati. Tena omba Mungu akupe mke wa kwako ambaye ni ubavu uliotoka kwako, ambaye atakufaa katika maisha yako. Sasa wakati unaomba, unatakiwa pia ufanye maandalizi. Wakati unaomba upate mke mwema, tulishazungumza huko nyuma, jiombee wewe uwe mume mwema. Wakati unaomba upate mume mwema, tulizungumza huko nyuma, jiombee wewe uwe mke mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika kufanya hayo maandalizi, pamoja na kujiombea na kuchukua hatua za kujifunza mke mwema anafanya nini, kujifunza mume mwema anafanya nini, ili wewe mwenyewe ujifanye kuwa mwema, ufananishwe na huyo ambaye utakuja kukutana naye baadaye, yako mambo mengine ambayo pia unahitaji kuyaangalia. Jambo hili moja ambalo leo nataka nikuletee ni kwamba uweze kuchunguza historia yako mwenyewe. Uchunguze historia yako kwa upande wa baba yako na upande wa mama yako. Katika kuchunguza historia hiyo, unaweza ukakuta mambo mbalimbali ambayo yanatakiwa kufanyiwa kazi. Unaweza ukaangalia, je, baba yako mzazi na mama yako mzazi walizaa bila kufunga ndoa? Wanaishi uchumba sugu mpaka sasa hawajafunga ndoa kanisani? Au wanaishi kwenye matala huko katika hali ambayo unamwona baba ana wake wawili, watatu, wanne au zaidi? Unaweza ukachunguza na kuona, je, mama yako amezaa watoto kadhaa kila mmoja na baba yake? Yaani hamjazaliwa watoto kwamba mna baba mmoja, ila mmezaliwa mama amewazaa kwa baba tofauti tofauti. Au je, baba yako amezaa watoto kadhaa mnazaliwa kwa mama tofauti tofauti, yaani hamjazaliwa na mama mmoja, ila baba yenu amewazaa kwa mama tofauti tofauti. Au je, baba ameoa na kuacha wanawake kadhaa kabla ya huyo mke aliyenaye sasa? Au je, baba ameoa na kuacha wanawake wengi kiasi kwamba sasa baba yuko peke yake anakaa mwenyewe? Au je, mama ameolewa na kuachana na wanaume kadhaa, yaani ameolewa akaachika mpaka sasa yuko peke yake? Au kaolewa na kuachika mpaka sasa yuko na mwanaume mmoja wapo? Na unaweza kuulizia pia kwa habari ya babu na bibi yako. Unaweza ukaulizia vizazi mpaka 3, 4 nyuma, yaani kutoka kizazi cha baba ukaulizia wazazi wake, vizazi 4 nyuma. Tukiangalia neno la Mungu katika kitabu cha Hesabu sura ya 14 mstari wa 18. Kitabu cha Hesabu sura ya 14 mstari wa 18 imeandikwa, Bwana ni mpole wa hasira, mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa, naye hata mfanya mwenye hatia kuwa hana makosa kwa njia yoyote, mwenye kuwapatiliza wana kwa uovu wa baba zao katika kizazi cha 3 na cha 4. Na pia kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 5. Kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 5, napo pia anaongea neno hilo hilo. Anasema, mimi nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha hao wanichukiao. Napatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha hao wanichukiao. Kwa hiyo ni vizuri, licha ya baba na mama, fuatilia babu, fuatilia vizazi 4 nyuma, upate historia yao. Hiyo ni sehemu muhimu sana kwako kama kijana wa kike, kama kijana wa kike au binti au kijana wa kiume,
unapojiandaa baadaye kuingia kwenye maisha ya ndoa. Sasa unapochunguza, ni muhimu sana uweze kukubali ukweli, na ili uweze kuufanyia kazi upate kuwa salama. Ni muhimu sana ukubali ukweli, uweze kufanyia kazi upate kuwa salama. Ninaelewa kwamba eneo hili ni eneo ambalo Kiingereza wanasema ni sensitive. Ni eneo ambalo, yani ni eneo gumu, ni eneo ambalo linagusa kwa namna ambayo mtu hawezi kuifurahia. Na ni jambo ambalo nimeliona mara kadhaa. Ukizungumza na binti ambaye amejikuta amezaliwa, pengine mama alimzaa nyumbani, pengine mama amezaa kila mtoto na baba yake, au ukimkuta kijana wa kiume pia katika hali hiyo hiyo, amezaliwa labda nyumbani, au hivyo mama amewazaa kila mmoja na baba yake, au baba amewazaa hivyo kila mmoja na mama yake, wako watoto wa jinsi hiyo. Ni eneo ambalo kwa kawaida huwa watu hawapendi kulizungumzia. Yaani mtu aliyejikuta amezaliwa katika hali hiyo huwa hapendi kuzungumzia swala hilo, kwa sababu ni swala ambalo linagusa kwa namna ambayo sio nzuri. Yaani sio swala ambalo linamfurahisha mtu. Kwa hiyo wengi wamejikuta kwenye ile stage ambayo kwa Kiingereza inaitwa denial. Yaani ni ile hatua ya kuto kukubaliana na ukweli au kutotaka kuufikiria ukweli huo, kwa sababu mtu anaona akiufikiria unamletea hisia ambazo sio nzuri. Wakati mwingine unamfikirisha mambo yanayomuumiza, anaamua kitu kama kukiacha. Hataki kukifikiria, hataki kukiongelea, wala hataki mtu yoyote akiongelee. Hiyo ni stage ambayo Kiingereza inaitwa denial. Ni hatua ambayo ni hatua kama ya kukataa ukweli, ni hatua kama kujikataa, ni hatua kama ya kuto kukubaliana na hali halisi ambayo mtu umejikuta unaishi. Sasa mimi leo ninaomba nikutie moyo kijana ambaye umepata neema ya kufuatilia mafundisho haya, kwamba ni muhimu sana kwako uweze kukubali ukweli huo, kwamba ndivyo ulivyozaliwa. Uwe tayari kufanyia kazi ukweli huo, ndipo upate kuwa salama, kwa sababu iko namna unaweza kufanyia kazi ukweli huo na ukaweza kuwa salama. Sasa ukweli ni kwamba mtu anaumbwa katika asili. Mtu anaumbwa katika asili. Asili ambayo inajitokeza katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Asili ya kuzaliwa. Kwa hiyo mtu anaumbwa katika asili ambayo ina vitu viwili vikuu vinakuwemo ndani yake. Kuna vinasaba, Kiingereza wanaita genes, yani vile ambavyo anavirithi toka katika yai la mama yake na mbegu ya baba yake. Lakini pia mtu anaumbwa na mazingira aliyokulia. Wana saikolojia wanasema mazingira aliyokulia mtu katika utoto wake kuanzia miaka 0 mpaka 12 yanakuwa ndio sehemu ya maisha yake. Kwa hiyo toka vinasaba alivyoumbwa navyo akishazaliwa, sasa anaanza kuwa ni mtoto ambaye ameshazaliwa hana kitu ndani. Vitu vinaanza kuandikwa ndani yake na ndio vinakuwa ndio sehemu ya maisha yake. Vile vinavyoanza kuandikwa kuanzia miaka 0 mpaka miaka 12, hivyo vinakuwa sehemu ya maisha yake. Kwa hiyo mtu wa Mungu unaweza kuwa unafahamu au ufahamu, unaweza kuwa unajikubali au ujikubali, vyovyote vile. Lakini hali uliyokulia kuanzia miaka 0 mpaka 12 ni sehemu ya uumbaji wako. Ni sehemu ya jinsi ulivyoumbwa wewe. Ni sehemu ya jinsi ulivyo. Na sasa ukikaa, ukaja ukaacha hali hii kama ilivyo, mpaka ukaja baadaye ukaingia kwenye ndoa bila kufanyia kazi haya ambayo leo ninakukumbusha, haya mambo yanaweza kaja kukuta kama matatizo baadaye na usielewe kwa nini yanakutokea. Na baadaye inaweza kuwa katika hatua ambayo sio nzuri. Sisi ni huduma ya Futa Talaka, na hapa tunafundisha vijana kwa makusudi hayo hayo, kwamba maandalizi yako yawe mazuri kiasi kile kwamba utakapokuja baadaye kuingia kwenye ndoa, utaingia kwenye ndoa ambayo itadumu hata kifo kuwatenganisha, sawa sawa na ahadi za Mungu katika neno lake Biblia, sawa sawa na ahadi za Mungu katika Kristo. Na hayo ndio mapenzi ya Mungu, na hayo ndio ya kufaa kwako kijana unayenifuatilia. Iko mifano mingi ambayo tunaweza tukaiangalia. Unaweza kuwa umewahi kuona wakati mwingine kibinti mdogo, mtoto mdogo labda wa kike, mtoto mdogo wa kike mwenye miaka hata 3 au 3.5, bado ni very innocent. Bado hana ufahamu wowote wa yeye kwamba ameamua kitu gani. Anafanya tu vitu vilivyomo ndani yake. Mtoto huyo ni kawaida kumkuta nyumbani akachukua viatu vya mama yake akavaa. Kama mama yake ni mfanyakazi anatokaga kwenda kazini au kwenda kwenye biashara, kama mama yake amezoea kila siku anavaa viatu, anachukua pochi fulani anaweka begani ndo anatoka, unaweza kutana na huyu mtoto akifanya mambo hayo hayo. Akivaa viatu, anachukua pochi anaweka begani, anatoka, anasema anaenda kazini. Kama mama yake anasemaga anaenda kazini. Kwa yule mtoto anafanya sio kwa kujua chochote, lakini ni kuonyesha tu kwamba kila anachokiona kinakuwa sehemu ya maisha yake. Lakini pia
Unaweza kutana na hali watoto wanavyocheza, ukiangalia watoto wanachezaga mchezo wanaita kibaba baba, wanaita kimama mama. Wale watoto utakuta kama ni mtoto wa kike tayari anajiweka yeye kwenye nafasi kwamba yeye ndio mama, na kama nyumbani kwao wanaonaga mama yake anapika, hata kama ana miaka 3 4 bado hana ufahamu wowote. Kiingereza tena wanasema very innocent, yani hana ufahamu wowote kwamba ameamua kitu gani, ila kila anachokiona anaanza pale wanapoigiza kukifanyia kazi. Anaanza kuwa kama mama, atakuwa na vyombo, ataviosha vikopo, atapika chakula, ataweka mezani kama wanawekaga mezani kwao. Hicho ndio anachokiona. Kwa maana hiyo kimeshaingia ndani yake, kinakuwa sehemu ya maisha yake. Na kama ni mtoto wa kiume, kama ana baba yake anafanyaga mifugo, ataigiza, atatengeneza ng'ombe wa udongo, atakuwa anafanya kwenda kuangalia wale ng'ombe, kwenda kulisha, anafanya kile ambacho anakiona baba yake akifanya. Kwa sababu yeye anabishajijua ni mtoto wa kiume. Anapata tu hiyo akili, anafanya hivyo vitu. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kile anachokiona ndicho kinakuwa sehemu ya maisha yake. Kwa hiyo kama wewe kijana unayenisikiliza, binti wa kike au kijana wa kiume, kama umekuwa katika utoto wako miaka 0 mpaka 12 kwenye mazingira ambayo umejikuta wazazi hawakupata neema ya kuishi kama wanandoa, ni vema ukajitambua kwamba ndani yako kuna asili hiyo. Iko asili ndani yako ya mtu ambaye anaweza akaishi hivyo bila kuwa na maisha ya ndoa. Kwa hiyo ni vema uamue kuitambua hiyo hali na kujitambua jinsi ulivyo. Na mimi hapa nataka ku raise awareness. Nataka kufanya ujitambue ili uweze kufanyia hicho kazi kitu na tuweze basi kufuta talaka kwenye maisha yako huko baadaye. Na tunapopata nafasi ya kushughulikia mambo haya proactively, tunapopata nafasi ya kushughulikia mambo haya kabla ya wakati, ni jambo linakuwa jema zaidi. Kwa maana tukienda kulishughulikia huko mbele huwa ni maumivu makubwa zaidi. Ili baadaye utakapoingia sasa kwenye ndoa uweze kuishi kwenye maisha ya ndoa yenye furaha na amani. Na hii inamaanisha uko uwezekano pia kwamba kama hautafanyia kazi mambo haya, lakini baadaye ukaingia kwenye maisha ya ndoa, unaweza ukawa umechukulia tu kirahisi kwenye akili yako kwamba mimi nitaingia kwenye ndoa, mimi ndoa yangu haitavunjika kama ilivunjika ya baba na mama, mimi nitaweza. Mimi nitapata mume mzuri, mimi nitapata mke mzuri, mimi nitaweza. Unaweza ukachukulia kirahisi hivyo, lakini ukaja kushangaa baadaye unaingia kwenye hali ya kuingia kwenye ndoa na baadaye kutoka na kujikuta kwamba yale maisha ambayo wazazi wako waliyaishi na wewe unaishi hayo hayo. Pengine aliyaishi babu yako, waliwaishi wazazi wa babu yako na bibi yako, ameyaishi babu yako, ameyaishi mzazi wako, na wewe unakwenda kuishi maisha hayo hayo. Sasa hicho kitu kinakuwa sio kitu kizuri katika maisha, sio kitu tunachokitamani katika maisha. Sisi kama huduma ya Futa Talaka, wala sio kitu cha kufaa kwa maisha yako, wala sio kitu cha kufaa mbele za Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa 2. Mwanzo sura ya 5 mstari wa 2, neno la Mungu linasema, Adam akaishi miaka 130, akamzaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamuita jina lake Seti. Adam akaishi miaka 130, akamzaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamuita Seti. Katika neno hili tunajifunza kitu hapa kwamba Seti alipozaliwa, Seti akizaliwa kama mtoto wa Adam na Eva, Biblia inasema alizaliwa kwa sura na mfano wa Adam. Kumbe tunakumbushwa kitu hapa kwamba Adam aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Lakini baada ya dhambi kuingia ulimwenguni, watoto wanaozaliwa baada ya pale, baada ya dhambi ya asili kuingia, wale watoto wanazaliwa kwa sura na mfano wa baba zao na mama zao. Kwa hiyo wewe mtu wa Mungu unayenisikiliza, wewe ni sura na mfano wa baba yako. Kwa hiyo hata katika tabia, katika uasili, katika vinasaba, wewe ni sura na mfano wa baba yako, ni sura na mfano wa mama yako. Maisha aliyoyaishi uko uwezekano mkubwa yakawa sehemu ya maisha yako, wakati mwingine bila wewe kujua. Na unaweza ukaja kuviona hivi vitu baadaye unapoendelea kwenye maisha yako. Lakini Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14, neno la Mungu linasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. Kumbe ziko tabia za asili. Tabia za asili ambazo zinapokuwa katika mwili, zinapokuwa za asili kama hivyo tunavyosema baada ya kuingia dhambi ya asili, kama hivyo tunavyosema baada ya baba na mama kuishi maisha ya dhambi, tabia ya asili inakuwa ni tabia ya mwilini, sio tabia ya rohoni, na inaweza kukufanya ukapata ugumu wa kuelewa mambo ya rohoni, ukajikuta unaendelea kuishi katika tabia hizo za asili.
Lakini ninao ujumbe muhimu sana kwako siku hii ya leo, kwamba wewe kijana unayefuatana nami, kujikuta kwamba umezaliwa katika historia hiyo sio kosa lako, ila kutochukua hatua ili wewe na kizazi chako, wewe na taifa lako mtoke kutoka historia hiyo mbaya, hilo ni kosa lako. Yaani wewe kijana wa kike, kijana wa kiume, kama ni mtu wa ndoa unanisikiliza, kujikuta umezaliwa katika historia hiyo, kwamba baba, mama, wakati mwingine hata babu, bibi hawakuishi kwenye maisha ya ndoa iliyodumu hadi kifo kuwatenganisha. Kujikuta umezaliwa hivyo sio kosa lako, wala haikuhusu wewe. Lakini wewe kutochukua hatua ili kwamba wewe na kizazi chako kinachofuata mtoke katika maisha hayo, hilo ni kosa lako, ambalo ukilifanyia kazi unaweza ukaliepuka. Na inamaanisha pia kwamba wewe ukichukua hatua, wewe na taifa lako utaepuka kuishi maisha hayo ambayo sio maisha ya kumpendeza Mungu, sio maisha ya kuwapendeza wanadamu. Ni maisha ambayo tunaweza tukasema yamekaa katika asili ya uovu. Na asili ya uovu ni laana pia. Asili ya uovu ndio inaitwa laana. Kwa hiyo wewe kubaki umeishi katika maisha yenye asili ya uovu, au kubaki umeishi katika maisha ya laana, hilo sio kusudi la Mungu, na hilo linakuwa ni kosa lako. Na kumbe saa hii tunazungumza ili kuweza kupeana maarifa, ili kuweza kukumbushana, kutiana moyo, ili uweze basi kuchukua hatua sahihi na kuweza kutoka wewe na kizazi chako toka katika maisha ya aina hiyo, aina ambayo sio nzuri.